Uwekezaji kwenye hati fungani za serikali ni uwekezaji salama. Ni uwekezaji salama kwa sababu hatutegemei serikali itafilisika, ishindwe kukurudishia mtaji uliowekeza au ishindwe kukulipa zile riba ama coupon kila mwaka ama kila baada ya miezi 6. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa PowerPod Podcast. Karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami Iwalwa. Katika episodi yetu ya leo, tutajibu yale maswali yote ambayo tulikuwa tukijiuliza kuhusiana na bond au zile hati fungani. Sasa nani ambaye atajibu maswali yetu siku ya leo? Naomba nimkaribishe mtaalam ambaye ni Certified Financial Educator, nikiwa na maanisha amethibitishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na ukiachana na hivyo pia amefanya projects mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya elimu ya fedha. Naomba nimkaribishe ili aweze kujitambulisha zaidi. Karibu sana. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa CFE Emmanuel Diamond Mbuhe, ni mtaalamu wa uelimishaji umma juu ya masuala ya kifedha. Nashukuru sana na nimefurahi manake leo tuko Emmanuel wawili, kwa tuko ni Emmanuel Square. Asante sana. Naomba tuende kwenye mada yetu moja kwa moja kwa sababu watu wengi wanatamani kujua kuhusiana na bonds, kwamba bondi ni nini na au hati fungani za serikali ni nini. Tunaposema hati fungani za serikali, hii ni nyenzo inayotumiwa na serikali katika kukopa fedha kutoka katika soko lake la ndani kupitia Benki Kuu. Na hii hufanyika pale ambapo Benki Kuu ya Tanzania kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania huziuza hizi hati fungani za muda mrefu na za muda mfupi. Tumezoea kuziita treasury bonds za muda mrefu na treasury bills za muda mfupi. Huziuza kwa lengo la kukopa kutoka katika soko lake la ndani. Kwa unamaanisha manake hapo serikali inakuwa inawakopa wananchi, na katika kuwakopa ile inakuwa inawauzia hizo umeita bonds za muda mrefu na za muda mfupi. Ni sahihi kabisa. Ama kwa lugha nyingine namaanisha wakati serikali inakopa kutoka kwa wananchi, ndio kwa wananchi wanaipa fedha serikali. Sasa wakati wananchi wanaipa fedha serikali, wananchi wao kupitia fedha hizo walipa serikali wanapata kumiliki hizo hati fungani. Kwa zinakuwa ni kama assets ambazo kwa hiyo hii hati fungani ni asset kwa yule mwekezaji. Ni kwa serikali, kwa serikali lile ni deni. Kwa hiyo hizi hati fungani kama nilivyokwisha kusema ziko za aina mbili. Hizi hati fungani za serikali. Ziko hati fungani za muda mfupi na hati fungani za muda mrefu. Hati fungani za muda mfupi ni zile ambazo muda wake tangu ya kutolewa mpaka kuiva. Kwa maana tangu unaikopesha serikali mpaka serikali ije kukurudishia pesa zako ni chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba chini ya mwaka mmoja, maana yake ziko hati fungani za siku 35, ziko hati fungani za siku 91, ziko hati fungani za siku 182 na ziko hati fungani za siku 364. Lakini kwa upande wa pili ziko hati fungani za muda mrefu. Maana yake ni muda ambao tangu umeikopesha serikali mpaka itakapokuja kukurudishia pesa yako. Sasa hizo hati fungani za muda mrefu zinaanzia zenyewe ni zile ambazo zina muda wake ni zaidi ya mwaka mmoja. Maana yake ziko hati fungani za miaka 2, ziko hati fungani za miaka 5, ziko hati fungani za miaka 7, ziko hati fungani za miaka 10, miaka 15, 20 na 25. Na kuna utofauti gani sasa kati ya hati fungani za serikali pamoja na hizi kutoka taasisi nyingine au kwa jina jingine wanaita corporate bonds? Nashukuru sana. Hizi hati fungani za serikali na hati fungani za makampuni ambazo tunaziita corporate bond, tofauti yake ni nani anazitoa. Hati fungani za serikali zinatolewa na serikali. Kwa mfano hapa tunazungumzia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hati fungani zinatolewa na serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania.
lakini hizi hati fungani za makampuni zinatolewa na taasisi husika. Kwa mfano kama mabenki kuna wakati yanatoa hizi hati fungani na makampuni mengine yanatoa hizi hati fungani. Kwa hiyo hapa tofauti nani ana issue ama nani anazitoa hizi hati fungani ili tuseme hizi ni za serikali au hizi ni za kampuni ama taasisi. Na kama umefuatilia bonds pamoja na hisa ni kitu ambacho watu wengine wanakuwa wanachanganya. Kwa hiyo kuna utofauti gani kati ya hizi bonds ambazo ni za BOT pamoja na hisa? Asante sana. Tunapozungumzia hisa tunazungumzia sehemu ya umiliki wa kampuni ama taasisi kule ambako umewekeza hisa zako. Sasa tofauti ya hisa na bonds ni kwamba unaponunua bonds za serikali haimaanishi wewe ni mmiliki wa serikali wala mmiliki wa benki kuu. Hapana. Bali umeikopesha serikali. Unaponunua hisa hujamkopesha mtu, umenunua umiliki. Sijui tuko pamoja? Yeah, tuko pamoja. Yes, kwa maana hiyo sasa ukija kwenye hisa namna ambavyo mwanahisa anaweza akapata faida kulingana na uwekezaji wa hisa ziko namna mbili. Mwekezaji wa kwenye hisa anategemea kupata gawio kulingana na faida ambayo itakuwa imepatikana kwenye kampuni husika ama taasisi husika alikowekeza. Lakini pili, mwekezaji kwenye hisa anatarajia kupata ongezeko la thamani ya mtaji aliyowekeza. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita capital gain. Lakini inategemeana na performance ama utendaji wa kampuni ama taasisi husika. Kampuni isipofanya vizuri inaweza ikafikia kipindi ikashindwa kutoa gawio kwa wanahisa wake. Hata thamani ya uwekezaji ikashuka. Lakini tukija kwenye uwekezaji kwenye dhamana za serikali, huku riba ama coupon, ukishaingia mkataba na serikali labda unamiliki hati fungani ya miaka 20, hiyo utalipwa kila mwaka mpaka miaka 20 itakapokamilika. Na serikali huwa inalipa kwa namna ya inalipa mara 2 kwa mwaka. Kama umewekeza labda milioni 10, ukatakiwa labda mfano hati fungani iliyotoka Jumatano ya leo, hati fungani ya miaka 25 imetoka kwa riba ya coupon ya 13.25. Maana yake wawekezaji wote walionunua bondi za serikali hii ya 13 coupon 0.25, maana yake serikali itawalipa riba ya 13.5 kuanzia mwaka wa kwanza mpaka mwaka wa 25. Huku hakuna, inategemeana na performance. Huku hakuna, ila faida ya kwenye hisa inategemeana na nini? Tegemeana na performance ya kampuni. Na unaweza ulipwe ama usilipwe. Huku kwa serikalini kulipwa ni lazima na serikali kwa sababu uwekezaji ni wa serikali, kwa tutegemee serikali itafilisika ishindwe kukulipa. Yes. Na hapo ukiwa umeendelea kuzungumzia upande wa hizo bonds, umezungumza mtu analipwa mara 2. Ni sahihi. Na hakuna uwezekano labda wa mtu kuwa analipwa ile kwamba kila mwezi yani. Kwa mujibu wa taratibu za hati fungani, serikali inalipa mara 2 kwa mwaka. Kwa mfano hiyo 13.25 itaigawanya mara 2. Kila baada ya miezi 6 itakupa nusu ya 13.25. Sasa kama mwekezaji yeye angependa kupokea gawio, kupokea riba ama coupon kila mwezi. Sasa hii inategemeana na mkakati wa yeye wa namna ya kuwekeza. Kwa mfano bondi ambayo imetoka Julai italipa gawio lake italipa riba yake ya kwanza Januari na riba yake ya pili italipa Julai. Kwa hiyo hati fungani iliyowekezwa iliyotolewa Agosti, riba yake ya kwanza itakuwa ni Februari na riba yake ya pili itakuwa ni Agosti.
hati fungani iliyotolewa Septemba, riba yake ya kwanza itakuwa ni Machi, riba yake ya pili itakuwa ni Septemba. Hati fungani iliyotolewa Oktoba, riba yake ya kwanza itakuwa ni Aprili na riba yake ya pili itakuwa ni Oktoba. Hati fungani iliyotolewa Novemba, riba yake ya kwanza itakuwa ni Mei na riba yake ya pili itakuwa ni Novemba. Na hati fungani ambayo imetolewa Disemba, riba yake ya kwanza katika zile awamu mbili, riba yake ya kwanza itakuwa ni Juni, alafu riba yake ya pili, ile awamu ya pili serikali itamalizia Disemba. Kwa hiyo mtu huyu badala ya kuwekeza kiasi chote kwenye hati fungani moja, anagawa vipande, anawekeza kwa vipande, atawekeza Julai, atawekeza Agasti, atawekeza mpaka Disemba. Kwa hiyo utajikuta zile riba ambazo serikali inalipa mara mbili. Kwa hiyo utakujikuta huyu mtu Januari kuna riba atapokea hati fungani fulani, Februari atapokea riba ya hati fungani fulani. Kwa hiyo Januari mpaka Disemba huyu mtu atakuwa analipwa nini? Anapolipwa zile hati fungani. Lakini kwa serikali yenyewe itakuwa tu inakupa mara mbili kwa mwaka. Na ni kiwango gani sasa, kwa sababu umezungumza miongoni mwa mikakati mizuri ni kuhakikisha pengine hiyo kila mwezi, najaribu tu kuwaza, ukiangalia hali yetu ya Tanzania, ni kiasi gani ambacho ni kianzio sasa cha kuweza kuwekeza kwenye hizi bonds za BOT? Asante sana. Kwa hizi hati fungani za muda mfupi, kima cha chini cha kuwekeza ni shilingi 500,000. Na hizi hati fungani za muda mrefu, kima cha chini cha kuwekeza ni shilingi 1,000,000. Na cha kuzingatia, hati fungani zote zinawekezwa katika shilingi ya Kitanzania. Sawa, hapo nimekuelewa. Na ulizungumza kuhusiana na coupon. Nimesikia coupon, nikasikia ni riba. Kuna tofauti yoyote kati ya riba pamoja na coupon? Coupon ni ile riba ambayo mwekezaji analipwa na serikali mara mbili kwa mwaka, kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo ile riba ya hati fungani kwa lugha ya kitaalamu tunaita coupon. Inaitwa coupon. Kwa hiyo unapolipwa riba unasema nimelipwa coupon, nimepokea coupon. Gawio hasa liko kwenye hisa. Okay. Faida inayopatikana kwenye hisa ndio inaitwa gawio. Faida inayopatikana kwenye hati fungani ni riba ama coupon. Kwa hiyo ukisema tu nimelipwa coupon, tunajua umepata riba kutoka kwenye hati fungani. Okay. Ndio. Na sasa mtu anawezaje kununua hizi bonds kutoka Benki Kuu ya Tanzania? Mabenki yote ya kibiashara ni mawakala wa Benki Kuu katika shughuli hizi za hati fungani. Lakini pili, wako madalali, sio madalali wa viwanja, wako madalali ambao wamepewa leseni na Benki Kuu na wanafanya shughuli zao chini ya mamlaka ya masoko ya fedha na mitaji, CMSA, Capital and Market Security Authority. Sasa hawa madalali ndio ambao wanawaunganisha wawekezaji na Benki Kuu katika kuikopesha serikali. Kwa hiyo cha kwanza kabisa mwekezaji anaweza akafika benki ama akafika kwa hawa brokers kwa ajili ya kufungua account ya uwekezaji ambayo kwa kitaalamu tunaita CDS account, Central Depository System account, CDS account. Sasa hii CDS account ni tofauti na account yako ya kutunza pesa benki. Hii ni account maalum ya uwekezaji ambayo inatunza kumbukumbu zako zote za uwekezaji. Kwa hiyo ukishafungua ile CDS account, kwa hiyo itakuwa ni mwanzo sasa wa mchakato wa wewe kuanza kuwekeza. Sasa ni wakati gani sasa utawekeza baada ya kukamilisha ufunguaji wa hiyo account? Serikali kupitia Benki Kuu kila Ijumaa huwa inatoa tangazo la mnada ambao utafanyika Jumatano inayofuata. Kwa hiyo ukishaliona lile tangazo,
Na after all, kabla la tangazo la mnada la Ijumaa, serikali inapoanza mwaka wa fedha huwa inatoa kalenda ya minada yote ambayo itafanyika katika kipindi cha mwaka husika. Kwa hiyo inapotoa kila Ijumaa ni kama kuremind kwamba sasa tunakwenda kwenye hati fungani fulani, kuuza hati fungani fulani. Na hii kalenda mwanzoni serikali ilikuwa inatoa kalenda ya mwaka mzima. Lakini ikaja ikabadilisha, ikaanza kutoa kalenda ya miezi 6 na ikabadilisha mpaka vitu tunavyoongea serikali inatoa kalenda ya miezi mitatu. Miezi mitatu. Kwa hivyo tunavyoongea tayari kuna kalenda serikali imeshatolewa ya Januari, Februari na Machi. Ndio inayofanya kazi. Na ukipitia kalenda inasema Jumatano ya leo itauzwa bondi ya miaka 25. Na kwa hiyo hii tangazo la mnada wa leo ilitoka Ijumaa. Kwamba Jumatano ijayo ya tarehe leo kutakuwa na mnada. Kwa hiyo sasa huyu mwekezaji akisha kuwa na taarifa hizo na ameshafungua CDS account, anachoweza kukifanya yeye ni kuhakikisha kwenye benki yake kule ambako ameenda kufungua hiyo account, kwenye benki yake ana kiasi cha fedha kwenye akaunti yake sasa ya kawaida, ana kiasi cha fedha ambacho kitamudu kuikopesha serikali ama kitamudu kununua hiyo bondi ambayo anaitaka. Mathalan anataka amiliki bondi ya milioni 10 au anataka amiliki bondi ya milioni 5, bondi ya milioni 50, bondi ya milioni 100. Kwa hiyo ile thamani ya bondi ambayo anataka imiliki ni lazima hakikishe kiasi cha hiyo fedha kipo kwenye nini? Kipo kwenye akaunti yake. Ili mnada unapoisha siku inayofuata ile hela inaama kutoka kwenye akaunti yake inakwenda sasa kwenye akaunti, inaenda sasa kwenye akaunti ya uwekezaji. Umezungumza kuhusiana na minada. Yaani kwa ninavyojua mimi minada mara nyingi inakuwa na ushindani. Na kama tayari minada ina ushindani, najaribu tu kuwaza kwenye ile fairness pale mimi napohitaji kununua na wewe unapohitaji kununua zile bonds. Sasa kuna namna gani ambayo inakuwa inahakikisha kuna fairness kwenye hii minada? Asante sana. Kwanza uuzaji wa hati fungani kama ambavyo nimesema na umeninukuu unafanyika kwa njia ya minada. Na minada hii na yenyewe ndani yake iko kwenye namna mbili. Kuna kushiriki kwa njia ya ushindani kwenye hiyo minada, na unaweza ukashiriki kama mwekezaji, unaweza ukashiriki kwa njia isiyo ya ushindani. Tunaita competitive bidding and non-competitive bidding. Kwa maana kushiriki kwa njia ya ushindani, mwekezaji anatakiwa atamke bei ya hati fungani ambayo anakusudia kuinunua. Na hizi bei zimewekwa katika mafungu ya 100. Kwa hiyo wewe utatamka, mimi nataka nimiliki hati fungani labda ya milioni 10 kwa bei ya 100, au hati fungani ya milioni 50 kwa bei ya 100. Lakini pia unaweza ukasema nataka nimiliki hati fungani kwa bei ya chini ya 100 ukaitaja. Au unaweza ukasema nataka nimiliki hati fungani kwa bei ya zaidi ya 100. Sasa huku kutaja kulingana na kutaja kwenye 100, kutaja juu ya 100, kutaja chini ya 100, kwa kitaalamu tunasema unabidi. Unabidi. Kwa hiyo unaweza ukasema nabidi at par. Kubidi at par maana yake unataja kwamba nataja 100. Ndio kubidi at discount utataja chini ya 100. Kubidi ni premium. Unabidi zaidi ya 100. Sasa msingi wa hizi bei kuwa 100, chini ya 100, juu ya 100 ni upi? Iko hivi. Unapobidi ama unapotamka bei ya 100, tafsiri yake ni kwamba naikopesha serikali milioni 10. Mwisho wa uwekezaji wangu inilipe milioni 10. Inirudishie milioni 10. Pamoja na hizo kuponi ambazo nitaendelea kulipwa, lakini mwisho wa uwekezaji wangu serikali inirudishie milioni 10. Kwa hiyo utabidi 100. Utafanya bidding at par. Sio, tuko pamoja? Tuko pamoja. Ukibidi chini ya 100 ukasema mimi sibidi 100 na bidi 99. Sio, umenipata? Maana yake unaiambia serikali naikopesha milioni 10
ila mwisho wa uwekezaji inilipe milioni 9,900,000 ambao ni discount ambao ni discount. Tumenipata. Lakini pia ukibidi zaidi ya 100, labda wakasema mimi bwana nabidi 101, maana yake uwekezaji wa milioni 10 ambao umeikopesha serikali, unataka serikali kurudishie milioni 10,100,000. Sasa wewe ambaye unabidi juu zaidi, unaipa mzigo serikali. Yaani umeipa milioni 10, serikali kurudishie zaidi ya milioni 10. Kwa hiyo hata kwenye upembuzi wa kuchukua bei, serikali inaanza na bei za chini ili usiipe mzigo. Kwa sababu wewe unaipa serikali milioni 10, unataka ikurudishie milioni 12. Mimi nasema pana serikali, mimi nakupa milioni 10, nataka unirudishie milioni 8. Kwa automatic mimi serikali itanichukua kwa sababu sitaipa mzigo mkubwa serikali. Si umenipata? Sasa ni kwa nini sasa mtu anaweza akakubali kuipa serikali milioni 10 kwa kubidi chini ya 100, alafu akataka arudishiwe chini ya milioni 10? Anaangalia enjoyment ama namna atakavyonufaika na zile coupon. Yeye ilimradi tu apate nini? Apate zile coupon. Hata kama mwishoni sitapewa milioni 10 kamili, nitarudishiwa chini ya milioni 10 kwa sababu ndivyo nilivyobidi. Nilibidi chini ya 100. Hainisumbui. Ilimradi mimi zile coupon za kila miezi 6 nafanyaje? Nazipata kwa muda miaka 25 kama ni bondi ya miaka 25. Kwa sasa ushindani unakuwa hivyo kwa kutaja bei. Sasa namna ya pili ambayo nimesema ni nani competitive bidding. Nani competitive bidding, hawa sasa hawataji bei. Huyu anataka miliki bondi ya milioni 10 ama hatifungani ya milioni 10. Sasa kwa kutaja shilingi ngapi yeye hataji. Pengine labda hayuko mzoefu sana na haya mambo. Kwa hiyo serikali inadirisha lingine la kushiriki kwenye mnada kwa njia ya bei ya wastani. Inaita njia ya bei ya wastani, average price. Sasa average price inapatikaneje? Nyinyi ambao ni wabobezi ama mmeamua kutaja bei, mtataja bei ya 100, juu ya 100, chini ya 100. Mwisho wa siku serikali kuna watu watapata, pengine kuna watu hawatapata. Hii inategemeana na demand and supply ya soko. Yaani kwa watu watu wengi wanabidi, kwa serikali inachukua kulingana na dhumuni lake. Itaka ichukue kiasi fulani, kimeshafika kwa mstari unakata sehemu. Sasa hawa ambao wameshinda, serikali inatafuta bei ya wastani. Ikishapata bei ya wastani, ndio hawa ambao wanashiriki kwenye mnada kwa njia isiyo ya ushindani watapaswa kununua hati fungani wanazozitaka kwa bei ya wastani. Sasa inaweza ikawa zaidi ya 100, inaweza ikawa chini ya 100, ama inaweza ikawa 100 kutegemeana na huku ushindani ulikuwaje. Hapo kwa hiyo inamaanisha tuchukulie mfano tuko watu 100 kwenye ule mnada. Ikatokea kuna baadhi labda ya watu ambao wamefanikiwa ni watu 50 kununua, alafu wale 50 wameshindwa kununua. Sasa hao 50 walioshindwa kununua ndo wanapelekwa wenyewe na BOT kwenye ile nani competitive, au kwamba ukishindwa inabidi usubiri mpaka mnada mwingine ambavyo utaitishwa. Na kama ni hivyo, vipi sasa mimi nikiwa na shiriki alafu sipati ambacho nakihitaji? Okay, kigezo cha kuwa kwenye kundi la nani competitive. Serikali imeweka kiwango cha uwekezaji. Kikiwa chini ya milioni 500, unaruhusiwa kuchagua njia ya isiyo ya ushindani kwenye kununua hati fungani za serikali. Ambayo ni ya uhakika na kuhakikishia lazima utapata au na yenyewe ina maana fulani, nitaifafanua. Kwa hiyo kama uwekezaji wako hauzidi milioni 500, unaweza ukaamua mimi sitamki bei. Mimi nasubiri bei ya nini? Ya wastani, ambayo itatokana na wale wanaotamka bei ama wanaoshindana. Sasa kama uwekezaji wako utazidi milioni 500, ni lazima uende kwenye competitive. Na ukitokea umeingia kwenye competitive na hujafanikiwa, huingia automatic. Kwa sababu wakati unaingia kwenye kushiriki, unataja kabisa unashiriki kwa njia gani kwenye form ile ambayo utapewa na yule wakala ambaye ni benki au ni broker. Utajaza mimi ni competitive au mimi ni nani competitive. Kwa hiyo hupelekwi automatic. Na ikitokea sasa hapa ni kwa wote. Nataka nijibu kile kitu ambacho umeuliza kwamba
ni lazima, kwa kuwa nimeshiriki kwenye nani competitive, ni lazima nipate? Inategemea na bei ambayo imetokana na bei ya wastani. Kwa mfano, inawezekana wewe kwenye nani competitive labda una milioni 10 kwenye account na lengo lako na ndio milioni 10 tu, lakini bei iliyokuja ya wastani kwenye nani competitive ni 101. Ni 101. Kama ni 101, maana yake wewe kwenye akaunti serikali itakuwa ichukue milioni 10 na 100,000. Ila yenyewe itakurudishia 100. Naipa serikali milioni 10 na 100,000, lakini itanirudishia milioni 10. Yenyewe serikali inarudisha 100 tu, taja chini ya 100, taja 100, taja zaidi ya 100. Yenyewe itakurudishia 100. Sisi tunaelewana? Kwa hiyo wakati unashiriki kwenye nani competitive, hakikisha una kiasi cha kutosha kulingana na bondi unayotaka kuimiliki. Kwa sababu kule utataja thamani, unataka bondi ya shilingi ngapi? Sio, umenipata? Hiyo bondi ya shilingi ngapi unataka uinunue shilingi ngapi? Sio, tunaelewana? Uinunue kwa 100, uinunue kwa chini ya 100, uinunue kwa zaidi ya 100. Kwa hiyo kupata au kukosa haigarantii kwamba ni lazima ukiwa kwenye nani competitive upate. Hiyo sasa ndio mbinu nakupa, ama nampa mwananchi hiyo mbinu, kwamba hakikisha unaposema mimi bwana naingia kwenye nani competitive, basi kuwa standby. Kuwa standby kwamba bwana bondi yako milioni 10 unataka huiseme, unatakiwa uinunue kwa milioni 10 na 100,000. Sasa kwenye akaunti yako wewe kuna milioni 10 kamili. As if ulishajua kwamba bei ya wastani itakuja 100, haitazidi 100. Ila bei ya wastani ikija chini ya 100, utatakiwa umiliki bondi ya milioni 10 kwa shilingi labda milioni 9 na 800,000. Wewe una hela na balance inabaki. Kwa serikali itachukua milioni 9 na 800,000, utakuwa umekopesha serikali, lakini mwisho wa uwekezaji serikali itakurudishia milioni 10. Sisi tuko pamoja. Na iko hivi, na iko hivi. Ikitokea umeshinda mnada aidha kwenye competitive au kwenye nani competitive, alafu serikali haijakuta pesa, hutakiwi kushiriki minada 4 mfululizo inayofuata. Swali langu jingine ni, umezungumza kuhusiana na hii miaka kwamba hizi bonds zina miaka tofauti. Kuna hiyo ya mwaka mmoja ambayo inaitwa treasury bills, alafu na hizo bonds ambazo ni za muda mrefu. Hapo kwenye muda mrefu umezungumza mpaka miaka 15, 20, 25. Kuna swala la mfumuko wa bei au inflation. Kwenye hizi rate au riba ambazo zinakuwa zinawekwa, hicho kitu wanakikonsida au inakuwaje? Nashukuru sana. Cha kukifahamu ni kwamba serikali inapo seti hizi riba inazingatia fakta tofauti tofauti za kiuchumi, ikiwemo inflation rate. Sasa kwa mujibu wa sera ya fedha, malengo ya serikali kupitia sera ya fedha ni kiwango cha inflation kirange kati ya 3% mpaka 5%. Ndio malengo kisera ya kiserikali kupitia sera ya fedha. Sasa hivi tunavyoongea, kiwango cha mfumuko wa bei ama inflation rate ni 3.6%. Kama hivyo ndivyo, maana yake mfumuko huu wa bei wa 3.6% uko ndani ya malengo ya serikali ya 3% mpaka 5%. Tuko pamoja? Sasa huu uwekezaji wa muda mrefu, ni kweli moja ya fakta ambazo zinaweza zikaathiri hizi coupon ni mfumuko wa bei. Lakini tukumbuke Benki Kuu ndio imepewa jukumu na serikali kutekeleza hii sera ya fedha. Kwa hiyo Benki Kuu kupitia mikakati yake, kwa maana ya either ni fiscal policy ama monetary policy, kucontrol hiki kiwango cha inflation, kuhakikisha kina range kati ya 3 mpaka 5 kwa njia mbalimbali. Sasa hivi tunavyoongea, mfano coupon ya 13.25, kuna kitu tunakiita pato halisi, real income ama real interest, pato halisi. Pato halisi pamoja na fakta zingine, lakini ni riba
unayolipwa toa interest ama riba ya inflation, ndio unapata pato halisi. Wewe unaona serikali ama kokote ukokeza unalipwa asilimia labda 13.25. Ili ujue pato halisi ni lazima utoe rate of inflation iliyoko kwa wakati huo, ili ujue thamani halisi unayoipata ni ngapi. Kwa hiyo kama interest rate ama ile coupon ni asilimia 13.25, ukitoa asilimia ya inflation 3.6, unapata kama 9.65. Sasa ile ni real income, ile ndio purchasing power yako. Maana yake umeshaondoa ile kiwango cha nini cha mfumuko wa bei. Sasa ikitokea inflation ikamove kutoka asilimia 3.6 iliyoko sasa mpaka ikaenda asilimia 5 kwa mujibu wa sera yetu ambayo ndio malengo yetu, bado hii real income ama ili pato halisi litamove kutoka asilimia 9.65 mpaka asilimia 8.25. Kwa hiyo bado purchasing power yako itakuwa imepungua, lakini bado itakuwa ni juu ya kiwango cha nini cha inflation, cha kiwango cha mfumuko wa bei. Kwa hiyo ili upoteze kabisa, useme nimepoteza, ifikia hatua kiwango cha inflation kimefika asilimia 9, kwa purchasing power yako itaathiriwa zaidi na kiwango cha ukuaji wa nini wa inflation. Lakini kwa sababu nasema serikali kupitia Benki Kuu inasimamia malengo ya viwango hivi vya mfumuko wa bei kupitia sera ya fedha kwa njia mbalimbali, ndio maana sasa inajitahidi kuhakikisha kwamba hii range tunaishi nayo, na mpaka leo bado thamani yetu ya fedha iko vizuri, kwa sababu mfumuko wa bei ni 3.6 ambao ni rafiki kwa ukuaji wa uchumi. Hapo ukiwa umezungumzia huo mfumuko wa bei, wenyewe imeonekana pia ni kama gharama ambayo inakuwa inapunguza ile riba yako, si ndio? Vipi sasa kuhusiana na gharama nyingine, nikiwa namaanisha labda kama kuna kodi na yenyewe inakuwa imepigiwa pale pale, au inakuwaje kwa upande wa hizi bonds? Swali zuri sana. Nitasema gharama kama mbili ukiachana na za inflation. Gharama ya kwanza ya kodi. Gharama ya kodi, hatifungani za muda mfupi ndizo ambazo faida yake inatozwa kodi. Ila hatifungani za muda mrefu kuanzia miaka mitano, kama sasa useme miaka mitano za muda mrefu, hizi hazitozwi kodi. Kwa hakuna gharama ya kodi kwenye hatifungani za muda mrefu. Muda mrefu haipo. Haipo. Sasa gharama nyingine ambazo ukaipata ni hipi kwenye uwekezaji? Ni pale kwenye kubidi, kwenye kutamka bei wakati unanunua hatifungani. Lazima ile uhesabu kama gharama. Kama utabidi zaidi ya 100, alafu mwisho wa uwekezaji ukarudishiwa 100, maana yake kuna kitu utakuwa umekubali kukipoteza, lakini umekipoteza kwa sababu ya faida ya kupata zile coupon. Tafsiri yangu ni hii: kama umebidi zaidi ya 100, maana yake umeikopesha serikali kwa mfano milioni 10, umeikopesha serikali zaidi ya milioni 10, ila mwisho wa siku serikali inakurudishia milioni 10. Ndio umekopesha zaidi. Umekopesha zaidi lakini umerudishiwa kidogo. Sio, umenipata? Umerudishiwa milioni 10. Kwa hiyo ile pia unapokuja kucalculate real income mwishoni, lazima na yenyewe uitoe ili upate pato halisi. Toa mpaka lile ambalo ulipa serikali zaidi ya milioni 10 ukarudishiwa chini ya milioni 10 kwa sababu ya bidding ambayo uliifanya. Kwa hiyo utachukua zile kuponi zako ili utafute sasa faida halisi. Utachukua kuponi zako zote, utalesi inflation, utalesi na ile kama ulibidi atipa, ili upate mimi pato langu halisi ni lipi. Benki Kuu imeweka kiwango cha riba au tunaita Central Bank rate ambayo ni 5.75. Hii inakuwa ina tafsiri gani kwa yule mtu ambaye anataka kushiriki soko kwa ajili ya kununua bond? Okay, asante sana. Kwanza tunavyozungumzia riba ya Benki Kuu, tunazungumzia nyenzo ambayo Benki Kuu inaitumia kudhibiti gharama ya fedha katika uchumi. Na riba hii imekuwa ikitumika na mabenki katika kuweka viwango vya riba kwa wateja wao. Sasa riba hii imekuwa ikibadilika kwa sababu ya kwanza,
riba hii imekuwa ikibadilika kwa lengo la kudhibiti mfumuko wa bei. Na ndio maana sasa hivi tunaona mfumuko wa bei bado uko ndani ya malengo ya sera ya fedha 3.6. Lakini kubadilika kwa hii riba ya Benki Kuu pia ina lengo la kuchochea uchumi. Na ndio maana uchumi wetu kwa sasa unakuwa kwa kasi, ni ukuaji wa 6.3. Sasa haya mabadiliko yana tafsiri gani kwa mwekezaji? Kwa sababu hicho kiasi cha riba ambacho cha 5.75 ni kiasi ambacho tulianza nacho katika robo ya mwisho ya mwaka 2025 na tuko nayo mpaka sasa katika robo ya kwanza ya mwaka 2026. Kabla ya robo ya mwisho, kwa maana robo ya 4 ya mwaka 2025, kwenye robo ya 3 kiwango hiki kilikuwa ni 6%, ambacho tulidumu nacho tangu robo ya pili ya mwaka 2014. Wakati kabla ya robo ya pili ya mwaka 2014 kiwango hiki kilikuwa ni 5.5. Kwa kwenye robo ya kwanza 2020 kilikuwa 5.5, kwenye robo ya pili 2014 ikawa 6%, ambayo imeenda mpaka robo ya 3 ya mwaka 2025 ilipobadilika kwenye robo ya 4 kuwa 5.75. Hii ina tafsiri gani? Tafsiri yake ni hii hapa. Riba ya benki inapoongezeka ama kupungua, inatoa mwelekeo wa riba za hatifungani, aidha kuongezeka ama kupungua. Kwa mwekezaji ni vyema hili akalifahamu kwamba hii riba inatoa mwelekeo wa kuongezeka ama kupungua kwa riba za hatifungani. Kwa mfano, hatifungani ya miaka 25, wakati kiwango hiki cha riba ya Benki Kuu kilipokuwa 6%, coupon ya hatifungani ya miaka 25 ilikuwa ni 15.49%. Wakati kiwango hiki cha riba ya Benki Kuu kilikuwa 6%. Lakini kwa sasa kiwango hiki kimeshuka kutoka 6% mpaka 5.75. Na coupon ya hiyo hatifungani ya miaka 25 na yenyewe imeshuka kutoka 15.49 mpaka 13.25. Sasa hii pia kwenye soko ina tafsiri gani? Tafsiri yake ni hapa. Hatifungani za zamani zimeongezeka thamani sokoni katika soko la upili. Soko la upili maana yake ni wawekezaji wenyewe wanauziana baada ya kununuziwa na Benki Kuu. Sasa wawekezaji wenyewe wanauziana kupitia Dar es Salaam Stock Exchange, kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo hizi hatifungani zilizotolewa mwanzo wakati hii riba ya benki iko 6%, ina maana sasa hivi zinazidi kuongezeka nini? Kuongezeka thamani. Kwa hiyo hata kama utaiuza wewe kwa mtu wa pili, utamuuzia kwa bei nzuri kwa sababu inafanya vizuri kuliko hatifungani iliyotoka sasa hivi ya 13.25. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo mwekezaji anatakiwa havijue. Kwa hiyo pia vinatusaidia ama vinamsaidia mwekezaji kuona kwamba ni kanunue hatifungani mpya au nichukue hii ya zamani kwenye soko la upili. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinamfanya mwekezaji kulingana na malengo yake kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Na nashukuru umeelezea vizuri zaidi kuhusiana na hiyo miaka. Nimeona kuna miaka 20 hadi 25. Sasa hii mifuko kwa upande mwingine, hizi bonds nimeona zinaweza zikatumika kama mifuko ya elimu. Labda mzazi katika mipango yake akatumia bonds alizonazo kwa ajili ya kumsomesha. Mfano tuchukulie sasa hivi mtu ni kijana ambaye ana miaka labda ni 27, akaamua kuwekeza kwa miaka 20, yani ambayo kwamba iwe imemachua au kwa Kiswahili tumesema tunaita imeiva baada ya miaka 20. Kwa hiyo inaweza pia ikatumika kama hizi education fund. Ni kweli kabisa. Hatifungani, uwekezaji wa hatifungani unaweza ukaunganisha na malengo yako ya uwezeshaji kielimu. Kwa maana hiyo, kwa maana ya kwamba unaweza ukaona kwamba labda pengine kijana wako
baada ya miaka 15 watakuwa level gani ya elimu, wewe unajua. Kwa hiyo una namna mbili ambazo uzo kazifanya. Moja, ukanunua hati fungani kwa kuwekeza kiasi ambacho unajua hata itakapofika huo muda bado kiasi hicho kitamudu gharama za kielimu. Au unaweza ukawekeza kiasi fulani ambacho hata kama unaamini kwamba kinaweza kisimudu gharama za elimu, lakini za wakati huo ujao, lakini ukakiboost hicho kiasi kwa kufanya reinvest. Ukareinvest zile kuponi unazozipata. Okay, unamaanisha sasa zile riba ambazo labda nimenunua hati fungani ya miaka 15. Nitakuwa nalipwa riba kwa kipindi chote cha miaka 15. Sasa pengine kile kiasi nilichowekeza kwenye hiyo hati fungani si kikubwa sana kulingana na malengo yangu. Sasa nakikuzaje kile kiasi ili muda utakapofika kiwe toshelevu kumudu hizo gharama za elimu. Maana yake coupon ama riba ambazo nitakuwa ninalipwa naweza nikazireinvest, nikaziwekeza tena na zenyewe kwenye taasisi nyingine, mathalani kwenye taasisi ya mifuko ya hifadhi, mifuko ya uwekezaji ya pamoja kama UTT, ambayo yenyewe wastani inalipa riba ya 12%. Kwa hiyo kile ambacho benki kuu ama serikali inanilipa kama riba, na mimi naenda nakipeleka pia UTT, na chenye kinapokea faida ya 12%. Kwa hiyo baada ya miaka hiyo 15, maana yake zile riba ambazo nitakuwa nizipokee kutoka serikalini pekee nitazikuta zimeongezeka kwa sababu nienda kuziwekeza. Na kile kiasi ambacho nilikiwekeza kwenye hati fungani, serikali mwisho wa bondi itakapoiva itanirudishia. Kwa hiyo nikichukua kile kiasi nilichowekeza kwenye serikalini, nikichukua kiasi nilichowekeza huku UTT kupitia zile coupon, najikuta na uwezesha kumudu gharama zangu zile za kielimu kulingana na nilivyojipangia. Ni ushauri gani sasa unautoa kwa watu ambao wanataka kuwekeza kwenye hizi bonds au wanaita hati fungani za serikali? Mimi ushauri wangu, uwekezaji kwenye hati fungani za serikali ni uwekezaji salama. Ni uwekezaji salama kwa sababu hatutegemei serikali itafilisika, ishindwe kukurudishia mtaji uliowekeza au ishindwe kukulipa zile riba ama coupon kila mwaka ama kila baada ya miezi 6. Lakini jambo la pili, kama faida ya kuwekeza katika hizi hati fungani za serikali, riba yake ni fixed. Inafahamika kama itakulipwa 12%, 10%, tayari unaifahamu, na utalipwa hiyo riba katika kipindi chote cha uwekezaji wako kwa uhakika. Ni tofauti na labda ukasema umemkopesha mtu binafsi, anaweza kukwambia bwana, shangazi yangu anaumwa, mdogo wangu ana moja mbili, lakini ukikopesha serikali kwenye hili haina excuse. Kwa serikali malipo ni ya uhakika. Lakini sio tu malipo ni ya uhakika, kitendo tu cha malipo yako kuyafahamu inakusaidia wewe kujiwekea mipango kwenye hiyo riba yako, sababu unajua nitapata shilingi ngapi baada ya muda gani. Kwa ni rahisi sana hata kuweka mipango yako ya hiyo income, hicho kipato chako unachokipata kulingana na uwekezaji. Lakini kwa nini bado nasema hati fungani tuwekeze kwenye hati fungani za serikali? Hati fungani za serikali tunasema ni transferable, inahamishika kutoka kwa mmiliki mmoja kwenda kwa mmiliki mwingine. Kwa hiyo kama unamiliki hati fungani ya miaka 25, sio lazima udumu nayo kwa miaka yote 25. Inawezekana kwa malengo yako unaweza ukaiuza wakati wowote katika lile soko la upili kama nilivyokwisha kueleza. Kwa hiyo ni faida. Lakini faida nyingine, unaweza ukawa katikati ya safari ya uwekezaji wako ukawa una uhitaji wa fedha. Sasa je, ni lazima uziuze zile hati fungani ili upate fedha unayoitaka? Una option. Unaweza ukauza au ukasema hapana, mimi siziuzi. Ukaenda benki. Hati fungani zinapokelewa benki ama zinakubalika na mabenki ya kibiashara kama dhamana
kwa ajili ya wewe kupata mkopo. Kwa hiyo hapa una faida mbili. Moja, unaweza ukakubaliana na benki wakakukopesha na mkakubaliana namna utakavyolipa huo mkopo na benki kajiridhisha, alafu kabaki ukatoa dhamana ya hatifungani yako. Kwa ukawa unaendelea tu kula kuponi zako, lakini hatifungani iko chini ya benki. Hiyo ni option ya kwanza. Lakini option ya pili, inawezekana your ability to pay ni zile coupon, kwamba uwezo wako wa kulipa huo mkopo wa benki ni zile coupon. Kwa unaweza ukakubaliana na benki kwamba nahitaji kiasi cha mkopo ambacho namna nitakavyolipa mkopo nitalipa kulingana na mapato yangu yanayotoka kwenye nini? Kwenye hizi bonds. So, kwa hiyo uwekezaji kwenye hatifungani ni mpana sana. Lakini tukija kwa upande wa serikali, hatifungani kwa upande wa serikali, kwa maana tunavyoikopesha serikali na serikali inatumia hizi fedha katika kuwezesha mahitaji ya miradi yake ya kimaendeleo. Maana yake wewe mwananchi pia umepata kushiriki katika shughuli za ujenzi wa taifa kwa kuikopesha serikali ili itekeleze mahitaji ya shughuli zake za nini? Za kimaendeleo. Kwa hiyo pia kuwekeza kwenye hatifungani ni uzalendo. Ni uzalendo. Kwa hiyo mimi nitoe rai. Tuwekeze kwenye hatifungani za serikali, lakini tunashauriwa kutawanya uwekezaji wetu kulingana na malengo tofauti. Kwa hiyo inawezekana sehemu kawekeza huku, sehemu kawekeza kule, sehemu kawekeza huku, kulingana na malengo yako. Lakini cha mwisho cha angalizo kwenye uwekezaji, usiwekeze sehemu yoyote ambayo huna uelewa nayo. Usiwekeze. Usije tu ukaambiwa sehemu fulani ukiweka kiasi fulani utapata kiasi fulani ambacho kikakuvutia ukaamua kwenda kufanya utekelezaji. Hapana. Jielimishe, tafuta taarifa za kutosha ili ufanye maamuzi yaliyo sahihi wakati unataka kuwekeza. Na wawekezaji ambao wanaweza kuwekeza kwenye hizi hatifungani za serikali ni Watanzania wote na watu walioko katika Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC. Okay. Watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, lakini pia na Watanzania waishio nje ya nchi wana fursa ya kushiriki katika kumiliki ama kununua hizi hatifungani za serikali. Asanteni sana. Nashukuru sana CFE Emmanuel Mbuhe, na umeelezea vitu vingi sana ambavyo mpaka sasa hivi vimetoa majibu ya lile swali ambalo watu wengi huwa wanajiuliza kwamba hatifungani ni kitu cha aina gani. Mpaka kufikia hapa najua wameelewa ni namna gani ambao wanaweza wakafanya uwekezaji, pia faida ambazo wanaweza wakazipata, na pia tumeangalia zile aina ambazo zinatolewa, aina tofauti za hizi hatifungani za serikali ziko za aina gani, na tumeangalia pia mawakala waliopo kwenye kukusaidia au kumsaidia mwananchi kuweza kupata hizi bonds. Na pia kwa watazamaji wetu, naomba tusisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya Skalt Online TV ili kuendelea kupata notification au taarifa mbalimbali pale tunapokuwa tumetoa episode mpya. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram. Kwa kupitia huko unaweza ukaachia comments yako au ukalike pamoja na kushare na watu wengine waweze kujifunza zaidi. Tukutane kipindi kijacho.